nihurumie mimi kweli, ni mwenye dhambi. Dhambi zimenifanya niwe mbali na uso wako. Ninapokuwa nikikuita Bwana wangu, unisikie. Ninapokuwa nikikusihi Mungu wangu, unisamehe. Ninapokuwa nikikuita Bwana wangu, unisikie. Ninapokuwa nikikusihi Mungu wangu, unisamehe. Ninakuomba unirehemu Mungu wangu, ninakusihi uyafute makosa yangu. Ninakuomba unirehemu Mungu wangu, ninakusihi uyafute makosa yangu. Bwana, unioshe uovu wangu, unitakase. Bwana, unioshe uovu wangu, unitakase. Chuki na masengenyo vimeteka mawazo yangu. Uongo na uzinzi vimeusonga moyo wangu. Nimefanya dhambi za wazi pia za siri, unisamehe. Nimeliaibisha jina lako Bwana, unisamehe. Nimefanya dhambi za wazi pia za siri, unisamehe. Nimeliaibisha jina lako Bwana, unisamehe. Ninakuomba unirehemu Mungu wangu, ninakusihi uyafute makosa yangu. Ninakuomba unirehemu Mungu wangu, ninakusihi uyafute makosa yangu. Bwana, unioshe uovu wangu, unitakase. Bwana, unioshe uovu wangu, unitakase.
ninakuomba unirehemu Mungu wangu, ninakusihi uyafute makosa yangu, ninakuomba unirehemu Mungu wangu, ninakusihi uyafute makosa yangu. Bwana, unioshe uovu wangu, unitakase. Bwana, unioshe uovu wangu, unitakase. Mungu, unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa ulioiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Bwana, uifumbue, Mungu wa wokovu wangu. Uniponye na damu za watu, na ulimi wangu utaimba haki yako. Bwana, uifumbue midomo yangu, na kinywa changu itazinena sifa zako. Kwaya ya Sauti ya Jangwani, Mungu awabariki. Nisiposema huu shuhuda
roho yangu itahangaika sana, na nimehangaika mno sana pale kwamba niseme au nisiseme. Lakini nimeona acha nimpe Yesu utukufu. Hivi karibuni nimekuwa na shida ya afya, na inanitokea tu ninapokuwa nataka kuhubiri, na nikihubiri tu kwa nguvu lazima hicho kitu kinitokee. Na hivyo kabla sikuja huku nyuma hapo kidogo nilimuona daktari, na kwa shida niliyokuwa nayo wakanishauri ya kwamba nifanyiwe operation kabla sijaanza mikutano ya makambi. Na hivi nikikubali kambi la Kibada, na orodha yangu ya makambi ni kama na takribani makambi 10 kwa mwaka huu, baada ya kukataa mengi. Nililia mno kwa Mungu kwamba hivi Mungu hutaruhusu mwaka huu ni wahubiri watu makambi niwe mgonjwa. Mimi hupenda kuhubiri kwa nguvu, lakini kila ninapokuwa natoa nguvu, hata nilikuwa naenda mahali kwenye maombi ya Jumatano, mchungaji wa pale Nyahanga atakuwa ananikumbuka ninachokizungumza. Nikiongea tu kwa nguvu, kitu kile kinanibana, na ninakuwa naongea ila watu hawajui kama kuna kitu kinaniumiza, ila nakuwa tena siwezi kuongea kwa nguvu, kwa najikuta nashusha sauti. Wao wanajua pengine ni sanaa ya kuhubiri ya kupandisha na kushusha. Siachie keyboard, endelea. Lakini mimi najua ni ugonjwa. Kwa roho ilikuwa inaniuma, na nimemuuliza Mungu sana, kwamba Mungu, ina maana mwaka huu hao wote niliowakubalia kama naenda kwenye makambi sitahubiri kwa nguvu zangu zote kama ninavyofanya. Hilo liliniumiza sana. Kwa siku ya Jumatano kabla sijaja hapa niliamua kufunga na kuomba, ikiombea mikutano ya makambi. Mimi hufanya hivyo kila mwaka ninapoenda kwenye mikutaniko mitakatifu. Wanaomba Bwana aende pamoja nami, kwa sababu sio swala la neno, ila ni swala la uwepo wa Mungu katikati ya watu wake. Maana kuna watu wanasikia makambi na ni kwa mara yao ya mwisho, kwa hiyo huchukulia serious kabisa, na hilo Mungu analijua. Kwa hiyo nikafunga, nikaomba. Tumekuwa tukiomba mno na mke wangu, na amenishauri, lakini kwamba ungeenda ukakufanyia operation, mpaka naondoka anajua kwamba hicho kitu kitanitokea. Lakini anasema ungefanyiwa ungekuwa uko huru. Kasema no, kifanywa manake nitakuwa kitandani, kwa hiyo msimu wa makambi huo utanipita. Nilimwambia kitu Mungu tukimoja, kwa sababu moto wa makambi unasema nitakwenda nikikutumaini. Mimi naenda, wewe utajua mwenyewe utakachokifanya. Kwa hiyo nakuja napokelewa, na watu wanasema nianze na hotuba. Kwa nikawa kwenye maombi yule naanza kubibipu, nikisikilizie kwamba kinakuja, na shagaa naongea. Namwambia Mungu, usije ukafanya hicho kitu katokea, maana najisikia kuwahudumia watu wa Mungu. Leo nasimama kuwaambia kwenu sijatokewa na kitu hicho. Nasikia nguvu mno nimfanyie Mungu kazi. Na hili kanipa usadikisho katika moyo wangu ya kwamba Mungu ameridhia kambi la Kibada. Naomba niwaambie Mungu ni mwaminifu. Na ngoja tu niwaambie wazi kabisa, kuna saa nakaa pale chini na waza niongee nini. Lakini naomba niwaambie nikifika hapa, kuna saa nachoka, nasikia kuchoka. Lakini sijui, nikisimama hapa nasikia nguvu ya ajabu. Naomba niwaambie watu wa Mungu, Yesu anaweza akatumainiwa. Nimehangaika mno. Unajua ukishatoaga ushuhuda kwamba unaumwa, watu wote wanaweza kushangaa, wanaanza kukuonea huruma. Yani, kwa hiyo pastor, tukupeleke taratibu. Sina maana hiyo. Na ndio maana wakati mwingine tunanyamaza. Lakini nimehangaika, nikasema Mungu, hasa naachaje kusema na wewe umetenda? Nasikia nguvu. Ndio maana mke wangu alikuwa ananiangalia YouTube. Anasema Suti, mbona unatumia nguvu tena? Namwambia sina namna ya kufanya, nasikia hivyo. Na sisikii kuumwa kile kitu. Saheri ya maombi sasa kwako tu.
masumbuko ya kuondoa shida zetu na pungufu taabuni mara nyingi roho zetu zimepona mashakani tumeshinda wakati wa saa tamu. Saa heri ya maombi twapeleka dhiki zetu kwake aliyeahidi kubariki wenye haja tuagiza tumwendee tutegemee neno lake hivyo tumwekee yote wakati wa saa tamu. Baba, tumetangaza leo ya kwamba leo ni siku special. Leo ni siku ya maombi, ni siku ya kumwagika na kumimina mioyo yetu kwako. Jana tuliachana na hawa watu usiku tukiwaambia kesho, yani leo, wewe Mungu utajidhihirisha katikati ya watu wako. Na huenda kuna mtu alisadiki neno hilo, akasema wacha na mimi kesho nikamjaribu Bwana, nimletee hoja yangu, nimletee haja yangu, nimwambie maumivu yangu, nimwambie linaloniumiza. Baba, ninaomba, nimesimama nikisikia nguvu tofauti moyoni kwamba kama mimi umenitendea, na wewe unajua nilikuwa na mashaka mengi mno, kama umefanya kwangu mimi nisiyestahili, mdhambi, lakini nimejitoa kidogo kwako kufanya kazi yako, maana sio wewe ninayekutafuta. Huo ni wakati wa kunyamaza. Jifundishe wakati mwingine kutulia na mambo yako. Maana kuna wengine unaweza kashangaa ukawaambia yakapeperuka hivyo, ndio yakaenda hivyo. Maana alikuwa ni ya kiimani, wengine hawatayaelewa. Unasema mimi nataka kufungua Shoprite kubwa sana hapa Kibada, haijawahi kutokea. Ukimwambia mwenzako anasema wewe Shoprite, wewe hebu geuka Kibena. Anageuka kweli kabisa. Wewe ni wa Shoprite. Sasa mwisho wa siku wewe lilikuwa la imani, lakini kwa sababu mwambia mwingine ambaye sio la imani yake, mwisho linayeyuka. Maana unavunjwa moyo. Ndio maana Ibrahimu alipoambiwa kamtoe mwanao Isaka, akapiga mahesabu, ni mwage huyu mwanamke, si mwagi. Mama, tunatoka kidogo kwenye ibada, lakini kimsingi anaenda kuchinja mtoto. Maana ni mambo ya imani. Jifunze kujua nyakati za kusema na nyakati za kupiga kelele.
Lakini kuna watu nao ni wahovyo mno. Saa za kupiga kelele wamenyamaza. Saa za kusema mambo makubwa Mungu alimtendea ameshina mdomo. Mpaka watu wanamstua, bwana wewe, sio wewe uliyefanywa hivi na hivi na hivi na hivi. Watu wanaambiwa jamani, tuimbe namba 9, Mungu atukuzwe. Helele. Kimya. Na ndio sasa kupiga kelele kumshangilia Bwana. Ili ndio kanisa pekee ambalo halijui kusifu na kupiga shangwe. Yaani Mungu atukuzwe lakini wanaimba hivi. Mungu atukuzwe. Na mwingine hafungui mdomo. Yaani hata waimbe namba ngapi hafungui. Hawa wanaambiwa hizi nyakati shoneni midomo yenu mnapotembea siku 6. Lakini ikifika ile siku ya mwisho, hiyo mkishasikia katarumbeta, piga kelele. Na mimi nawaambia kibada, Bwana atakapokuwa anawatendea mambo makubwa, pigeni kelele kwa utukufu wa jina la Bwana. Jambo la 7, muombe Mungu akupe mpango mkakati wa vitu vilivyofungwa mbele yako. Sio lazima afungue ili upite mlangoni. Anaweza kubomoa ili upite katikati ya kuta zilizobomoka. Kuna watu kila saa, Bwana fungua mlango, Baba fungua. Sasa sio kila sehemu panafunguliwaga. Yeriko hapajafunguliwa. Mungu alikuwa na uwezo wa kufungua mji kwa maana ya mlango. Ngoja nikwambie, kwani una ushuhuda pastor? Una ushahidi kwamba anafunguaga mlango? Ndio. Namkumbuka huyu ndugu yetu huyu Paulo na Sila, si walikuwa gerezani hawa ndugu zetu katika Agano la Kale hapa, ili kanisa la awali. Si walifungwa? Halo? Hivi lakini kibada mpo mmeshaondoka? Mmefunga. Mnataka Mungu aonee huruma. Yaani pastor tuko kwenye mfungo. Unajua leo hatuwezi. Nataka Bwana ajibu shida yangu. Wewe utapotea hivyo. Hivyo utashinda na njaa. Bora ukale wali. Hivi nilikuwa naongea nini? Na? Si yule ndugu yetu wa kanisa la awali Paulo na Sila, si wakawa wametolewa gerezani, si ndio? Wakafika milango imefanyaje? Kwa pale hawakutokea kwenye tobo wala hawakutokea kwenye paa, walitokea mlangoni. Yaani kabisa walifunguliwa mlango. Ila Yeriko hapafunguliwi mlango, ukuta ndio unabomolewa. Kwa usikazane mlango ufunguliwe. Baba fungua madirisha. Sio lazima nyakati fulani madirisha yafunguke. Mvua inaweza ikanyesha madirisha yamefungwa. Kwa hiyo pastor nifanyeje? Nenda ukimtumaini Yesu. Jambo la 8. Imani ya kweli haiondoi wajibu. Halo? Imani ya kweli haiondoi nini? Wajibu. Yaani Mungu alikuwa na uwezo wa kuiangusha Yeriko bila hawa jamaa kuzunguka. Alikuwa na uwezo wa kuwafanya watu wa Yeriko wote wakalala usingizi. Halafu akafungua komeo. Halafu jamaa wakaenda wakachukua kila kitu na watu wamelala. Maana ana historia ya kufanyaga show kama za namna hiyo. Kwa mfano show moja nikukumbushe, wakoma wale walipoenda kwa jeshi la Washami, Mungu mwenyewe akawasikilizisha wale Washami kishindo kama cha mafarasi. Kumbe ni wakoma 4 ambao hawajatimia viungo, wanatembea zao. Wakakimbia miji wenyewe wakaacha. Kwa hiyo ana uwezo wa kufanya hicho kitu. Kikaonekana kana kwamba ni bonge la kitu. Lakini bado anataka mtu fulani aingie kwenye wajibu wake, afanye sehemu yake. Wengi wanapofanya mambo ya kiimani wanaacha kufanya wajibu wao. Imani maana yake ni kwamba sehemu ya Mungu afanye Mungu na sehemu ya mwanadamu afanye.
Si tuna wajibu bado. Mungu anatamani ashirikishe mpango wake wa namna ya kutimiza matakwa yake ya imani. Bado anatamani mwanadamu ashiriki. Na ndio maana tukienda hata bahari ya Shamu, ni mpaka pia ana uwezo wa kufika bahari ya Shamu na watu wakapita, lakini anamwambia chukua fimbo alafu nyosha hapa. Yaani ni mchakato wa kushirikishwa kwamba na wewe una wajibu wa kufanya, na wewe una kitu cha kufanya, lakini haimaanishi cha kwako ni cha Mungu na cha Mungu ni cha kwako. Hasa mtu anaombea mchumba lakini hatongozi. Hasa unatakaje? Eti Bwana niletee. Anashushaje? Umeshaomba, umemwachia Bwana, sasa changamka, nenda. Dada unaitwa nani? Masaraku Kibena. Kibena nani? Kibena Masaraku langu. Masaraku langu nani? Masaraku langu Mpulupete. Msukuma Mjita, Msukuma. Yaani nenda kwenye mchakato. Si huyu Ruthi huyu nani? Huyu mkwewe Boazi hapa. Nani mkwewe nani? Naomi hapa kwenye kitabu cha Ruth sura ya 2, ndugu yetu huyu wa kanisa la hapa nani? Hapo mwanzoni hapo. Hapo Bethlehemu hapo. Si ni huyu ndugu yetu huyu alikuwa nani? Anatafuta mume, si ndio? Akaambiwa mama, kwa Boazi, yule lazima bwana paka mafuta, oga, nini, nenda. Wako pale. Jiposition. Jiweke mahali kimkakati. Kwa hiyo ana imani kwamba ninaenda na Bwana, lakini sehemu yake ya kuoga iko pale pale. Yaani Mungu sasa, yaani usiache kuoga wewe na mchafu, ama sana muamini Bwana atatenda. Anachukua mtu hajaoga. Mafuta vipi? Hana imani. Haiondoi wajibu. Afadhali Kibena umenielewa. Haya, umeomba Mungu akuletee fedha. Toka nje sasa. Kafanye kazi. Ulizia kibarua hapa jamani, maana baraka zinanyeshwa hivyo. Naomba niwakumbushe wenzangu, sisi sio yale nani wanasema hivi, haya nataka mpokee sasa. Watu wa kibada mpo hapo? Pokeeni baraka, pokeeni hela katika jina la Yesu. Wewe vipi huko? Amna mtu apata mpokee 10,000 huko? Sisi hatuendi hivyo. Na ngoja nikwambie, ukiombea hela halafu asubuhi ukaamka ukakuta bulungutu la hela pembeni yako, ushauri wa bure, usichukue. Hazitoki kwa Mungu. Hafanyagi hivyo. Si tuko hivi, Bwana abariki kazi za mikono yenu. Hii ndio yetu hii. Na uwezi amini, ndio ya kimungu. Yaani wewe unaenda shambani, unapanda kwa imani, alafu unafukia, unamwambia Bwana, mimi nishalima, mimi nimeweka shimo, mimi nimeweka mbegu, mimi nimefukia udongo, mimi nimeweka mbolea. Kazi ya mvua na kuotesha ni yako. Naenda kwa imani. Unafungua duka, kazi ni ya kwako. Saa 11 umelifungua, huo ni wajibu wako. Fungua duka, weka bidhaa, halafu utafuta sa nguvu ya kimungu. Kama Mungu, duka nishafungua, kama unavyoona nyembe zile pale, juisi hizo hapo zinatafuta wateja. Hasa issue ya kuleta wateja, hiyo ni ya kwako. Ngojea hapo. Halo? Lakini issue pia ya kufanya marketing, kuambia watu kama nimefungua duka. Wataka Yesu akatuambie sisi. Wewe sasa tuambie pia kama umefungua duka. Halafu tumwachie Roho Mtakatifu atusukume sisi. Tunao shida na juisi, tununue dukani kwako. Hata kama umefungua duka la madawa, usiogope. Duka la madawa hata sisi tukienda kuombea, hatuombei wagonjwa wapatikane, ila tunasema wakipatikana wagonjwa waje kununua dawa hapa. Hata kama unauza majeneza, wala usiogope kuja kuyaombea. Hatuombei wafe, ile ikitokea wamekufa, wanunua jeneza kwa mshiriki wetu huyu. Simple. Imani haiondoi wajibu. Nitakwenda ninamtumaini Bwana, halafu Bwana atatenda. Halafu kama mtaenda shuleni hasomi, anasema Bwana atatenda. Shuka Bwana, shuka. Makambi Kibada 2025. Na iwe kauli mbiu ya maisha yako katika jina la Yesu. Amina. Simameni tuombe.
Yesu anasema Una nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu, alilipa bei nawe wanaye, dhambi ilitia Kuna mtu huko anasema, Pastor, huu mchana kabla hatujaenda kula mimi sikuwepo, au pengine nilikuwa bado sijapata nguvu ya kujitoa, lakini niko tayari kwa ajili ya ubatizo wa kesho. Ninaomba na mimi niratibiwe katika wale wanaobatizwa kesho, na mimi nataka kubatizwa. Ikiwa upo, nyosha mkono wako juu. Mungu akubariki rafiki, nimeona mkono wako. Mungu akubariki mama, Mungu akubariki, nimeona mkono wako. Je, kuna mwingine? Nimeona mikono ya watu hao. Je, yuko mwingine mahali? Tembea tu hapa mzee, niombe kwa ajili yako, na mama niombe kwa ajili yako. Njoni tu ili pia tuweze kuwaratibu. Na kama kuna mwingine, tembea mbele uje. Ninaona pia kuna watu wanaweka maombi yao kwenye sanduku, wekeni. Ila yale yaliyoandikwa ya familia, yale ni jioni. Hilo ni kama una ombi lako binafsi. Ila yale ya familia ni jioni. Sogeni tu hapa kivulini kabisa. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Je, kuna mwingine mahali anasema, na mimi natamani makambi haya yasiishe bila kutoa maisha yangu kwa Yesu? Tembea tu. Mungu akubariki rafiki. Muulize jirani yako, hivi umeshampa Yesu maisha yako? Mambo ya imani hayajulikani. Mwingine tu ni kwa kumwambia tu hivyo tayari anasema ni kweli, sijatoa bado, nisindikize, nipe kampani. Muulize jirani yako, umebatizwa? Mungu akubariki kijana. Je, kuna mwingine? Sio mimi ninaita, ni yeye mwenyewe aliyekukomboa na kuita. Jo, Bwana akutie nguvu. Jo. Je, kuna aliyesalia? Wakati kinanda kinaendelea na kukiwa kimya, ikiwa bado kuna mtu ambaye yeye sio msabato, yani sio wa imani ya kanisa la Sabato, ila sio kwamba anataka kujitoa kubatizwa, lakini anasema, Pastor, naendelea kujifunza, ila naomba uniombee, unikumbuke katika maombi yako. Sio mwanizo Sabato, anasema, mchungaji, naomba mimi unikumbuke katika maombi yako. Bado sijajitoa, moyo wangu bado haujasukuma kujitoa kwa ajili ya batizo, lakini naomba unikumbuke katika maombi. Ikiwa yupo wa hivyo, nyosha mkono wako pia. Sio mwanizo Sabato, ila natamani nikumbuke katika maombi. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki. Je, kuna mwingine anasema, mimi unikumbuke katika maombi, sijajitoa kujibatizwa, lakini unikumbuke katika maombi? Nimeona mkono pale nyuma. Mungu akubariki sana. Je, yuko mwingine? Ninaona mkono kule. Mungu akubariki sana, umeupunga kwa nguvu kabisa. Mungu akubariki sana. Ninaomba mzee meneja wa kambi, kama inawezekana, au watu watatu walionyesha mkono katika orodha ya vitabu vyangu vile, muwapatie, au watu watatu mwatafute, muwapatie vitabu, na mimi leo nitaomba kwa ajili yao. Hakikisha ni vizuri, hakikisha mnaona mimi mwenyewe nitakupatia kitabu. Nitakuwa nimekaa hapa kwa vile vitabu vinipate mimi, nikuombe tu utakuja wakati fulani nikisha nimekaa hapo, nitakupatia kitabu, nitakushika mkono, nitakupatia kitabu. Mimi mwenyewe nitakuwa nimekaa hapa, kwa hiyo uje. Mungu akubariki sana mama, nimeona kwa kujitoa kwako.
Mungu akubariki sana. Nataka kuomba sasa. Baba mwema, yani Mungu wewe umeibomoa Yeriko kwa kuzunguka tu na tarumbeta na kelele. Yeriko haijaanguka kwa sababu ya mzunguko wa mara 7 au tarumbeta au makelele. Jambo moja ninaelewa, Yeriko umeiangusha mwenyewe kwa nguvu zako. Kama hivyo ndivyo ilivyo, tafsiri yake ni kwamba wewe unaweza kuaminika. Unafanya mambo ambayo kibinadamu hayana sense. Kuta ni nzito, mawe makubwa, lakini kwa sababu umeamuru yaanguke, yanaanguka. Wewe Mungu wa namna hiyo, sisi katika makambi haya ya hapa Kibada tumeamua kwamba tutakwenda tukikutumaini. Tufundishe kukuamini. Kuna watoto wako hapa mbele hawajawahi kujitoa, wametaka kujiunga na lile kundi la watu wengine ambao walishajitoa kwa ajili ya ubatizo wa kesho. Tangu sasa ninaomba wabatize kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuna wale watoto wako 3 ambao wanasema mimi bado niko kwenye mchakato wa kujifunza, niombee tu mchungaji. Hao nao uwabariki. Alafu tubariki kutano lote tunapoendelea na vipindi vya mapumziko ya chakula na mapumziko ya maombi na tafakari. Bado mkono wako usitupungukie, katika jina la Yesu. Amina. Amina.